Wabunge zaidi ya 60 kutoka kwa chama cha UDA chake Rais William Ruto kutoka eneo la Mlima Kenya, ukipenda Gema, kulingana na vyanzo vyangu vya habari vinanieleza kwamba wanapasha misuli, wanajiandaa kuhama kwa chama hicho cha UDA na kuingia kwa muungano mpya ambao Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua wameweza kuunda baada ya ripoti kutolewa kwamba Uhuru Kenyatta na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wameweza kuzika tofauti zao kando kwenye kaburi la sahau na kukuja pamoja ili kuunga ama kuunda mrengo ambao utakuwa ni mkali tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, uchaguzi wa mwaka kesho. Yaweza ikawa kwamba wabunge hawa kutoka eneo la Mlima Kenya, aswa wale ambao wako kwenye chama cha UDA, wameweza kugundua kwamba iwapo hawataweza kujipanga kuingia kwenye upande wa Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta, bila shaka watazikwa kisiasa. Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwachanganulia hili kwa undani. Lakini kabla ya mimi kuweza kuchanganua hilo kwa undani, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, hapa kando kuna penye wamekuandikia like. Ninakuomba uweze kulike video. Alafu hapa kando vile kuna penye wamekuandikia subscribe. Tafadhali ninakuomba uweze kufanya hivyo. Alafu hapa kando kuna penye wamekuandikia share. Ninakuomba uweze kufanya hivyo. Ukishare hii video utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo ili tuendelee kukaa familia kubwa. Asante sana kwa kunisikiliza. Ninaomba tuweze kufikisha subscribers 500,000. Hichi ni kituo chako, nyinyi ndio mnaendesha. Hapa ndipo tutakuwa tunasemezana. Sasa ripoti ambazo ziliweza kutolewa, mpenzi mtazamaji, kwamba Uhuru wa Kenyatta, mtoto wa rais mwanzilishi wa taifa letu la Kenya Jomo Kenyatta, na Rigathi Gachagua wameamua kuunda muungano na kuzika tofauti zao za kisiasa kando, ambazo zilikuwa zimechipuka tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Hatua hile imeweza kushtua viongozi wengi sana kutoka eneo la Mlima Kenya, aswa wale ambao wako kwenye chama cha UDA. Wengi walikuwa wameamua kujipanga na William Ruto ili wakuja kusema kwamba Gachagua hana mwelekeo. Lakini kusema ukweli, unaona kwamba Uhuru Kenyatta, ripoti ambazo ziliweza kutolewa na Rigathi Gachagua wameamua kuungana, ni ishara kwamba wanataka kuweza kuhakikisha kwamba wanaunganisha eneo la Mlima Kenya, waweze kuzungumza kwa sauti moja, kumaanisha wanataka katika muungano wa upinzani wakielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wawe ni kutoka kwa vyama ambavyo viko upinzani, na mbunge yeyote mwenye atakuwa nje ya chama ambacho hakipo ndani ya muungano wa upinzani, bila shaka hataweza kuchaguliwa. Unajua, watu kama hao kwa mlima wanaweza wakaitwa kwamba ni wasaliti, kwa sababu angalia,
William Ruto aliweza kumchafulia Uhuru Kenyatta jina sana tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022. William Ruto aliweza kumuondoa madarakani Rigathi Gachagua. Sasa watu wa Mlima Kenya watasema kwamba Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua hauwezi wakasema kwamba wote ni wabaya kwa William Ruto. William Ruto ndiye mbaya. Na hivyo basi kuna wale ambao wamekuwa wakisema kwamba wanajuta kutomsikiliza Uhuru Kenyatta. Wakati huu watamsikiliza. Na hivyo basi kitu ambacho kimeweza kuathiri viongozi wengi ndani ya serikali, na wameamua kwamba sasa ni kugura chama cha UDA ili waweze kutetea azma yao ya kusalia kuwa viongozi, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye hataki kuchaguliwa tena. Acha nikuibie siri, hakuna kiongozi ambaye hataki kuchaguliwa. Kuna viongozi ambao maybe wameweza kuchukua loans, wamenunua mortgage, wamenunua magari, wanataka warudishwe madarakani ili waendelee kukula vizuri, waendelee kulipa ile loan ambayo waliweza kuomba. Kwa hivyo wamesema kwamba ni lazima wajipange ili wasije wakaitwa kwamba wao ni wasaliti, ili wasije wakatemwa. Mnaelewa katika uchaguzi wa mwaka 2022 jinsi ambavyo viongozi wengi ambao aswa wale ambao walikuwa kwenye chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta waliweza kutemwa nje. Kina Jeremia Kioni, wengi sana waliweza kutemwa nje. Ile design ambavyo mambo yaliweza kutendeka eneo la Mlima Kenya, viongozi wengi akina Jeremia Kioni, Kanini Kega, akina Ngunjiri wa Mbugu waliweza kutemwa nje. Ndio jinsi ambavyo mwaka 2027 mambo yatakuwa eneo la Mlima Kenya. Na Uhuru yuko na ushawishi na Gachagua yuko na ushawishi. Hawa viongozi wawili ndio wataamua ni nani ambaye atakuwa ni mbunge, ni nani ambaye ataenda nyumbani. Na ndio maana wabunge wengi wameanza kujiandaa kugura chama cha Rais William Ruto. Unajua, endapo wataendelea kusalia kwenye mrengo wa William Ruto, wataitwa kwamba wao ni wasaliti, wataitwa kwamba wao wanatumika kupiga eneo la Mlima Kenya vita. Na nimekueleza kwamba mtu ambaye atakuja kuamua ni nani ambaye atashikilia nafasi hii, nafasi hile, ni Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua. Handisheki ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua tayari imekwisha pikwa, imeiva. Na mtu mwenye aliweza kusaidia kupika ile handisheki ni Stephen Kalonzo Musyoka. Kuna wale ambao wataniuliza kwa nini Uhuru Kenyatta asija kastaafu, bado yuko kwenye siasa. Unajua, kuna jinsi ambavyo William Ruto aliweza kumfanyia Uhuru Kenyatta vibaya sana kipindi cha kampeni za mwaka 2022. Kwa hivyo bado Uhuru Kenyatta naye anataka kulipisha kisasi kwa yale ambayo aliweza kufanyiwa na William Ruto. Vile vile Uhuru Kenyatta anataka mrengo wake uweze kuingia madarakani, mrengo wa upinzani. Sijui wazo lako ni lipi, ila William Ruto amepoteza viongozi wengi sana kutoka eneo la Mlima Kenya ambao wanataka kuendelea kusalia madarakani baada ya ripoti kutolewa kwamba Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua wameweza kuzika tofauti zao za kisiasa kando na kuamua kukuja pamoja.